Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, leo tutaangalia video 100 za Polepole zilizotikisa zaidi. Video 100 za Humphrey Polepole zilizotikisa zaidi. Sasa sitaki kukuchosha na we usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live, tukaanze na namba 100. Kura chuma hicho. Antu akumalawi ni habari yatu, tieni tuwatandize watu wa Malawi, ndugu zetu, twendeni tukawasaidie. Mmenisoma wapiganaji? The Commander-in-Chief of Tanzania Armed Forces, it has pleased her to send you here in Malawi to do this very patriotic, noble humanitarian duty. Go do it with honor, with honesty and respect for our country. Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi ya nchi yetu imempendeza na Watanzania awatume hapa Malawi kufanya jukumu hili la kizalendo na la kiutu kwa ndugu zetu wa Malawi. Mkalitende kwa uaminifu, kwa uadilifu na kwa heshima ya nchi yetu. Hima hima! Hima hima! Sasa nikupeleke kwenye video ya 99. Kura chuma hicho. 99. Mtu mwanaume malaya anastahili kuwa kiongozi wa taifa letu? Mimi siwezi kupatia jibu. Hapana, ni jambo la msingi tu. Mimi siwezi kupata majibu. Okay, kwa mimi naweza kuambia hivi. Mtu huyu si muadilifu. Kwa sababu malaya si muadilifu. Hafai kuwa kiongozi wa taifa letu kwa sababu hawezi kutoa hamasa ya kuwa mtu bora katika nchi yetu. Sasa je, huyu mtu tunamtuhumu kwa tuhuma za umalaya. Unasema huyu si umalaya mpaka tukamthibitishe mahakamani. Unajua kuna tofauti kati ya legality na legitimacy. Kwenye politics tunazungumzia legitimacy. Haihitaji wewe tukusafishe kisheria kusema wewe ni mwadilifu. Wewe si mwadilifu, huna legitimacy, huna uhalali, una madoa, ni tajiri. Na tukikuuliza utajiri wako umeupata wapi, unasema mimi na uchukia umasikini. Tukikuuliza pesa zote hizi unapata wapi, unasema pesa hizi ni za marafiki zangu. Hawa marafiki zako wanatoa pesa hizi zote ili wewe uende Ikulu kwa maslahi gani? Wameoa dada yako? Hatuwezekani kuwa na taifa ambalo tu kwa sababu tuna frustrations zetu. Ni kweli serikali ya mapinduzi inatakiwa kujibu maswali haya, halafu tunakuja tunakubali tu kwamba sasa bora sisi tumeonewa sana, bora tumchukue tajiri atatufikisha pahala. Tangu lini uliwahi kusikia tajiri ana uhusiano na masikini? Huyu ni mchungaji. Kwenye Biblia imeandikwa itakuwa vigumu sana kwa tajiri kuona ufalme wa mbingu. Itakuwa rahisi zaidi kwa ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. It is a matter of principle. Leo hii mnakuja hapa mnasema huyu mtu ni mtu msafi kwa sababu hakupelekwa mahakamani. Unajua maana ya legitimacy? Legitimacy haipimwi mahakamani. Legitimacy ni namna unaishi, ni namna unajipambanua kwa watu. Taifa la namna hii ambalo tunaanza kupoteza misingi tu kwa sababu ukawa nao wanatamaa kama sisi mnakwenda Ikulu, halafu mnakuja hapa mnatuambia unajua tunamtumia huyu ili tufike Ikulu. Hatuwezi kwenda Ikulu kwa kuvunja taratibu, kwa kukiuka misingi, kukiuka utaratibu, kukiuka maadili ambayo ndo kwayo tutaweza kuhudumia watu wetu. Watu wetu wanakosa haki kwa sababu viongozi wengi sio waadilifu. Watu wetu wanakosa huduma mbalimbali kwa sababu viongozi wetu hawawajibiki. Sasa mtu ambaye haya yote. Sasa tukaangalia video ya 98. Kura chuma hicho. 98.
msikubali kufanya maridhiano baada ya uchaguzi, mtakuwa watu wa hovyo kabisa na hatujitambui. Hakuna kwenda kwenye uchaguzi mpaka maridhiano. Maridhiano baada ya uchaguzi ni wahuni tu wanaweza kututumia kiasi hicho na kutupuuza kiasi hicho kikubwa na kutuheshimu kabisa na kutudharau. Unaona, uchaguzi CCM iko peke yake kwenye uchaguzi, iko peke yake kwenye uchaguzi na haijioni hata aibu. Haya, nikupeleke video ya 97. Kura chuma hicho. Wa Cuba wana msemo wanasema hasta la victoria siempre. Maana yake mpaka tutakapopata ushindi, mapambano yanaendelea. Kwa hiyo wahuni wajue sisi hatutarudi nyuma, tutaendelea. Kweli kwamba pia umekuja kuangalia tutawakabili. Na mimi nakwambia ukweli wa rohoni, iwe mvua iwe jua, inaweza isiwe leo au kesho, wahuni hawana nafasi kwenye nchi yetu. Hawana maana kabisa. Wanavuruga mambo mengi, wanaturudisha nyuma, na kama wanavyosema wa Cuba, hasta la victoria siempre until it's done, mapambano Moja kwa moja tukaangalie ya 96. Kura chuma hicho. Wewe kiongozi wa umma, simu yako kwenye WhatsApp ukitumiwa ujumbe, kwanza hauonekani last scene yako, yani huonekani. Ukiwa online huonekani. Akikutumia ujumbe kwenye WhatsApp umeweka tiki za grey badala ya kuwa blue, na wewe ni kiongozi wa umma. Huo ni ulaghai, yani huo ni uhuni. Hapa Cuba wanasema no a los bandoleros. Sasa tukaangalie ya 95. Kura chuma hicho. 95. Kwenye Chama cha Mapinduzi nitakufundisha kitu. Kwenye Chama cha Mapinduzi ukiwa umenyooka hivi, yani umenyooka hivi, rula inasubiri, mambo manne wanaweza wakakufanyia wahuni. Kwa sababu wahuni wapo kwenye CCM pia. Kwenye vyama vingine labda wamejaa kabisa, lakini wako wahuni kwenye Chama cha Mapinduzi, na mimi nimeshiriki na wenzangu kwenye uongozi kupambana nao. Na umesikia sasa hivi viongozi wetu wanahangaika kusema wahuni wasivuruge uchaguzi wa mwaka kesho, uchaguzi wa chama. Mambo manne watakufanyia ukiwa umenyooka. Na mwana CCM yoyote na yasema haya ananielewa. La kwanza, watakupiga fitna. Fitna ni kupeleka maneno ya uongo na nini kwa viongozi. La pili, wakishindwa fitna, la kwanza fitna, la pili utashushiwa zengwe. Zengwe linatengenezwa skendo. Linatengenezwa skendo lisilokuwa na kichwa wala miguu, skendo. Linashushwa lako. La tatu utalogwa, unakufa, unapigwa stroke hivi hivi. Kuna uchawi ndani ya sisi. Umeelewa? Sio kwenye siasa watu wanaloga, na ndio maana tuko baadhi yetu ambao tunaamini ili kutoboa ni lazima mtumaini Mungu wetu wa mbinguni. Ya nne, watakuja wajaribu kukuumiza. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini. Kwa mimi najua kila siku nimekuwa nikiaswa. Mimi sizululi ovyo, sitembei usiku kwa sababu kuna watu wanataka kunivizia. Sasa vitu vyote hivi vimeshindikana. Kwa watu wanatapatapa tu hivyo, wanatapatapa hivi. But mimi niko vizuri. Asikwambie. Upeleke namba 94. Kura chuma hicho. 94. Kuhusu mambo ya utekaji kwenye nchi yetu, mimi siyaungi mkono. Dada yangu jana walishamteka. Jana wamemteka. Sasa mimi niko Tanzania hapa. Kwa sababu na mimi nipo kwenye mambo haya. Nimekuwa nikitoa mfano kwamba ndugu zangu, mimi mnielewa, mimi nimekuwepo kwenye mambo haya, mnielewa, tusilazimishane kufanya vitu hivi. Kwa mimi niko hapa Tanzania, sawa? Ndio. Kwa mimi mnanizuia nisiongee. Kwa nini? Bungeni mlikuwa mnafanya hivyo, nimeenda ubalozini, nimekuwa mtumishi mwaminifu mpaka niliposema enough is enough. Hata Yesu alikaa miaka 3 ikatosha, na mimi 3 inatosha. I have to talk about it. Hata mabalozi wenzangu wananiunga mkono kimya kimya, tunajuana sisi. Sasa nisiseme sana huko, mambo ya serikali yale yana masharti yake. Ukirudi kuhusu utekaji, kwa kamchukua dada yangu
Mimi nina post ya kwanza, kuna watu wameruka ukuta nyumbani kwetu. Mimi ninawashukuru sana. Huyo dada mwende naye tu, wameshatoka naye Bahari Bichi, wamefika naye hapa Kunduchi Mtongani, wamempiga pingu, wamempiga pingu dadangu, mhalifu, wamempiga pingu, wamemtia vibao vya hali ya juu, vuruga vitu vyake pale. Malaghai wakubwa hawa, wanachafua image ya CCM. Hili halikubaliki. Tukaangalie 93. Kura chuma hicho. Acha ule ujinga wa kusema mimi sipendi siasa, mimi sipendi siasa. Siasa ndio kila kitu, ndio wanaamua kuhusu maisha yako. Soma magazeti asubuhi, fuatilia mtandaoni serikali imefanya nini, kwa nini wamefanya hicho walichofanya. Tukaangalie 92. Kura chuma hicho. 92. Sikia wanazungumza sana kuhusu neno utu. Kiingereza maana yake dignity. Utu maana yake ni ujumla wa thamani ya ubinadamu wako. Ujumla wa thamani ya ubinadamu wako ndio utu. Usalama wa uhai wako, utu. Uhuru wako, utu. Uwezo wako wa kujitafutia kipato bila bughudha, bila kuonewa, bila kuzongwa, utu. Haki ya watoto wadogo kuyaona maisha baada ya miaka 5, utu. Haki ya kusimama hadharani na kutoa mawazo yako na kusikilizwa na viongozi, utu. Viongozi wanapaswa kuwasikiliza watu wakati wote. Ni kiashiria cha juu kabisa cha utu, unaheshimiwa. Kiongozi anayezungumzia utu pasina kuwa na uhusiano na hayo niliyoyasema, huyu ama anabagaza na kubananga uhalisia wa neno utu, au kaamua tu kuwaburunganya na kutindinganya mambo. Kiongozi kama huyu hapaswi kupewa uhalali wa kuongoza. Tarehe 29, mimi Humphrey Polepole sitaonekana kwenye kituo chochote cha kupiga kura, kwa sababu hakuna uchaguzi, kuna kiini macho. Hata sasa kuna mikutano ya hadhara inafanyika, lakini si uchaguzi. Kwa hiyo kama watakwenda kwenye hichi kinachoitwa uchaguzi tarehe 29 bila ya kufanya mwafaka wa kitaifa na kuleta taifa pamoja, mimi tarehe 29 sitaonekana kwenye kituo chochote ili kuwanyima halali wa kutoa uongozi kwenye nchi yetu. Na mtu yeyote mwenye mapenzi mema na mwenye hofu ya Mungu hatapoteza muda kutoa uhalali kwa mtu asiyeheshimu utu wa watu wetu wa Tanzania. Nilikuwa naendelea kuweka mambo sawa. Siku hizi zinazokuja tunakwenda kwenye masuala mahususi. Asanteni. Sasa nikusogezee 91. Kura chuma hicho. 91. Ya kwanza, nimeona nizungumze kuhusu Bwana Rostam. Nianze na Bwana Rostam. Huyu ni bwana mtandao mwandamizi. Taeleza kidogo kuhusu biashara zake. Na namna ambavyo mambo yanakwenda nchini. Lakini nitaeleza pia kuhusu ziara ya mwisho
aliyoifanya ndugu John Pombe Joseph Magufuli, kwa sababu alipita kule Morogoro. Nitafafanua kesho kitu ambacho mimi nakijua na mambo ambayo tulizungumza na ndugu Magufuli kuhusu Rostam. Ni vizuri mkafahamu, kwa sababu nafikiri ni afya kufahamu mambo haya. Nitazungumza na hii story itamalizikia na hatimaye baadaye kifo chake. Nitazungumza kuhusu kashfa ya uniform za jeshi la polisi, ambayo kesi ilikuwa imeshapelekwa mpaka kwa DPP. Alafu Rais Magufuli alipofariki ikawa story nyingine, tutazungumza. Nitazungumza kuhusu kashfa ya kwenda kukomboa ndege yetu iliyokamatwa Afrika Kusini. Alafu nitazungumza kuhusu wezi zamani walikuwa wakiiba fedha zao wanazificha ficha vipi, na nitawaeleza wezi wa leo wanapoiba hapa Tanzania fedha zao wanazificha ficha vipi. Lakini sitamsahau mzee wangu Jakaya Mrisho Kikwete. Ni mzee wangu, na nitawaeleza, sijui na bahati mbaya huwa anapanga maneno yake vizuri, halafu kwa bahati mbaya au kwa makusudi anatupatia kodi. Sasa jana alitoa kodi moja ambayo ninaendelea kumkumbusha Mama Samia ajue, nitawasimulia kesho. Nitawaeleza kwa sehemu. Hivi wanaposema miradi iliyopangwa mwaka 2020 iliendelea au haikuendelea? Na kama iliendelea kwa mafanikio ama kwa kusuasua? Pinpoint miradi 1, 2, 3, 4 minne kuanzia kesho. Halafu nitatoa indhari, ukiona unasifiwa na ndugu zetu wa magharibi jitafakari. Halafu nitazungumza kuhusu Mama Samia alipokuja alisema anafanya mwafaka wa kitaifa, kwa maana ya kipindi alipokuwa yeye na Magufuli walikuwa wametindinganya nchi hii, haikuwa na mwafaka wa kitaifa, na mahusiano yetu ya kimataifa yanaonekana yalikuwa yameharibika. Nayo nitafafanua. Nitafafanua kuhusu uhuru wa habari kipindi hiki. Halafu nitafafanua pia kuhusu utaratibu kufuatwa kwenye kufanya ule uteuzi haramu uliofanyika mwezi Januari mwaka huu, ambao mzee Wasira kasema, mzee Kikwete kasema, na wengine wakaita pale watu vimbelembele, vilomolomo na mambo kama hayo. Nitafafanua na kusema nani akitamka nitawaambia mumsikilize, lakini wale waliosema hawana uhalali, kwa sababu wala walikuwa hawahusiki na mambo ya uchaguzi ya chama. Halafu nitawaambia kidogo kuhusu kwamba watakaposhinda kwenye uchaguzi huu ambao haupo kimsingi ni kiini macho, wanasema watatatua kero kidijitali. Sio wa kweli. Mimi nauliza kwa nini hawakutatua kero kipindi hiki, na nitawapeni fact. Halafu nitawaeleza katika ile mambo ya maendeleo, wamezungumza benki ya ushirika imeanzishwa. Mimi nitawaambieni kuna kitu kikubwa kwenye eneo hili na aliwahi kutolewa maelekezo haya kufanyiwa kazi. Halafu kampeni inazinduliwa inakosa hoja kuu na ya msingi inayoisukuma kampeni. Nitawatajia hoja hizo kesho, ni muhimu sana. Kinyume na hapo, kiini macho. Nitawaeleza kuhusu namna gani kampeni hii haiendi kuleta mabadiliko yoyote serikalini. Ndio. Na mwisho, mimi nimesoma uchumi wa maendeleo, au kwa Kiingereza nasema development economics. Nitafafanua deni la taifa, maana leo lilielezwa la kidunia na uwiano wake, si ndio? Na likaelezwa la Afrika na uwiano wake, na sisi tukaonekana kwenye ukanda huu Afrika Mashariki tunafanya vizuri. Nitafafanua kuona ya kwamba hiyo sio kweli na tunafanya vibaya kuhusu deni la taifa. Usikose. Sasa tukaangalie namba 90. Kura chuma hicho. 90. Ni kwamba ni hapa Tanzania mnapigwa. Haiwezekani
Cuba hawana gesi, mitungi wanatoa nje. Nyinyi mna gesi, alafu mtungi wa kilo 15 $60,000. Sasa mimi nimepelekwa nje, nakula kodi yenu, napewa posho, napewa mshahara, napewa nyumba, napewa gari. Inaniuma sana ninapoenda kuona kwenye nchi niliyokwenda mwenyeji, kwa utaratibu ule ule wao bei ya gesi ni chini mara 30 na sisi bei ya gesi ni juu mara 30. Mimi ni mtu na hofu ya Mungu, hili linaniuma. Kwa tunawashauri nyumbani. Hasa hapa mnapigwa, gesi tunayo hapa Tanzania, lakini mtungi $60,000. Sio kama naelewa vizuri. Alafu anakuja mtu kama rafiki yangu wa namna bwana Ezekieli anasema hizi ni siasa. Hapa mimi naongea siasa hapa? Mimi nazungumza fact. Mimi sio mwanasiasa. Mwanasiasa ninagombea kwenye uchaguzi. Kwanza nasema hapa hakuna uchaguzi. Hakuna uchaguzi, ni kutindinganya mambo. Ni kwenye CCM wanalazimisha, Mama Samia analazimisha kugombea, lakini hatakiwi kugombea this time around. Angalia hata kwenye kampeni kule ni kama anazungumza peke yake tu. Hata anapokuwa anajenga hoja, nimemsikia leo na jana, unagundua anawasema Chadema. Mama, Chadema hawapo kwenye uchaguzi, umewapiga pini. Na wala CCM hawajamtuma Mama Samia kuwapiga pini Chadema kabisa, nawaambieni kweli waroni. Sasa nirudi kwenye hoja, nyinyi mnapigwa kwenye gesi. Ndio anakuja jamaa yetu ambaye kakaa sana kwenye CCM mpaka alipoondolewa kwa nguvu, Rostam Aziz na kampuni yake ya Taifa Gas imesha sambaza zaidi ya mitungi 20,000 kote nchini Tanzania. Kasambazia wabunge, kajiunganisha serikalini, kajiunganisha na mabenki, anawauzia mitungi. Akikuuzia mtungi, maana yake yeye ndo anakuwa supplier wako wa gesi. Ile gesi anatengeneza Tanzania? Nope, inatoka nje. Kwa saa hizi tunalazimishwa kufungamanishwa tuwe wateja wa Rostam. Mimi sikubali. Nimejifunza afu nikubaliana ujinga wa namna hii. Huu ni upumbavu. Bora angetengeneza hiyo gesi hapa, lakini hawezi kufanya hivyo kwa sababu ni rais yeye. Ujue ni comprador bourgeoisie, yani ni mfanyabiashara wa dilidili. Unajua ana udalali fulani, unajua anachukua nje na kuja kutupiga huko, anachukua nje na kuja kutupiga huko. Na mimi nasema kama mnabisha, tuendeni Punta Brava nikaonyesheni mtungi wa kilo 20 kwa shilingi 2,000, au mitungi miwili ya kilo 10 shilingi 2,000 ya Tanzania. Hapa pia Tanzania inawezekana. Tuna viongozi wabaya, hawaelewi maslahi mapana ya nchi yetu ya Tanzania. Haikubaliki. Sasa Rostam ametusambalia mitungi. Mimi nyumbani kwangu mtungi wa Taifa Gas ni marufuku. Nyumbani kwangu marufuku. Mtungi wa mwanamtandao ni mnufaishi sana mwanamtandao, atubagaze kwenye madini, atubagaze everywhere. No, nitanunua mtungi mwingine, lakini sio wa Taifa Gas. Hakuna namna, lazima maisha yaende kwa mtindo huo. Yes. Haya, sasa tukaangalie namba 89. Kura chuma hicho. 89. Mengi yalikuwa yanatuibia, yanatangaza hasara, lakini wachimbaji wadogo ndio wawekezaji wa msingi. Na wako wawekezaji wa hapa Tanzania tunawapenda na tuna jukumu la kuwatia moyo. Hatutaki wawekezaji comprador. Mnakuja hapa mnacheza. Haya, sasa twende tukaangalie moja kwa moja namba 88. Kura chuma hicho. 88. Ni kuhusu masuala ya uongozi kwenye nchi yetu. Bado namsihi Mama Samia. Watu wengi wananiambia hata sikiliza, atawapuuza. Hanipuuzi mie, anawapuuza Watanzania.
which is very unfortunate. Anawapuuza Watanzania. Watanzania, unakumbuka niliwahi kusema ni wakati gani CCM itaharibikiwa? CCM itaharibikiwa siku ikipuuza Watanzania. Watanzania kila mtu muoga. Nani ana jukumu la kufanya Watanzania wawe na amani katika nchi yao? Serikali inaongozwa na nani? Na Samia na Chama cha Mapinduzi. Msiwapuuze hawa Watanzania, msichukulie upole wa Watanzania kama ujinga. Don't you ever, msijaribu. Upole wa Watanzania ni karama. Twende tukaangalie namba 87. Kura chuma hicho. 87. Unajua siku moja Rais Museveni alitutumia ujumbe wa Tanzania, hatukumuelewa. Mtoto wa Rais Mama Samia alikwenda Uganda na ujumbe wa wafanyabiashara, anataka kwenda kule kuanzisha miradi ya kuzalisha umeme. Yule si mtoto wa Rais Abduli? Walipofika Uganda, Rais Museveni akaonana nao, wakapiga picha. Museveni akaziposti zile picha kwenye Instagram page ya ikulu ya Uganda. Mimi kama mwanadiplomasia, tafsiri yake ya Rais Museveni kipindi kile ilikuwa kusema, nyi wa Tanzania, mzee wenu Nyerere alinisaidia mimi siwezi kushiriki katika matendo yanayowahujumu. Oneni mgeni aliyokuja kwangu leo, Abdul Hafiz sijui Amer, yuko hapa ikulu, kaja kuniona, anataka kuzalisha umeme hapa. Kwa kumbe, unajua Abdul mtoto wa rais, hatuwezi kuwatenganisha. Atakuwa anakaa ikulu au mamake yuko ikulu, hawezi kukosa kwenda ikulu. Kwa na sisi ikulu yetu, kumbe tutashindwaje kusema sasa ikulu wamekaa wafanyabiashara? Mimi sikubali. Na hii inanipeleka kwenye hoja nyingine ya kwamba inawezekana kuna mambo makubwa yanaendelea kwenye ikulu yetu na kwa dhamana ya mamlaka ya urais ambayo ni lazima tuanze kuyafuatilia kwa karibu sana na kwa wasaidizi wake, ili siku ile mimi nisiyoijua atakapofika rais mwingine mwenye uchungu na maslahi mapana ya Tanzania, kila mwenye hesabu akaitoe. Sasa tukaangalie namba 86. Kura chuma hicho. 86. Nimeshasema chama chetu kimetekwa na kundi la wanamtandao. Sasa hivi wamekishika na wamemzunguka Mama Samia, mwenyekiti wa chama na rais wetu. Na hata nikisema saa hizi, wengine wale walikuwa karibu ambao ni wanufaika wa fursa za kuwa karibu na mwenyekiti na rais, wataendelea kumtia moyo na kwamba hakuna, mpuuze tu, hana lolote huyo. Ndio watasema hivyo. Ndio Mheshimiwa Rais Mama Samia, mimi niliacha kazi, nilikwambia ukweli. Nilisema potelea pote, ila nikwambie ukweli kwa sababu na kuheshimu na kukupenda sana. Lakini watu watakutia moyo, achana naye, tuendelee, hii treni imeshaondoka, hii ndege inataka ishawasha engine, iko kwenye barabara ya ndege ya kupaa, hakuna kitu kama hicho. Mimi nakwambia hivi, fanya kilicho sahihi, tujengee pale kwenye CCM, tubomolee chama, tujengee, toa wanamtandao. Umma wa Tanzania na wana CCM watakuunga mkono. Kisha tuwekee mchakato wa wagombea kwenye Chama cha Mapinduzi. Tuwekee mchakato mzuri. Huu ni mwaka wa kufanya mageuzi ya ndani ya chama kabla ya kwenda kwenye uchaguzi. Usibadilishe hii kwa sababu yako binafsi. Ni kuhusu Chama cha Mapinduzi. Sisi wote ni wanachama, tuna haki ya kusema. Wewe umeshahudumu miaka 10. Umehudumu ukiwa makamu wa rais miaka 5. Umehudumu kama rais miaka mingine 4-5. Muda wako wa kuhudumu wewe na Rais Magufuli ulikuwa unaishi 2025. Unapata wapi amani ya moyo kulazimisha kuendelea? Hapo makamu wa rais Mpango yeye haendelei, Majaliwa yeye haendelei, ila wewe unataka kuendelea peke yako. Hivi what's the motive? Nini kinakusukuma kulazimisha jambo hili?
Ni maslahi ya chama? Hapana, hata kwenye chama hawakubali. Mwaka 2025 ni mwaka wa kumwaga oil. Kwa nini unalazimisha? Sasa mimi nitakwambia kitu kinafanya ulazimishe, kwa sababu mimi niko kwenye mifumo. Najua wote hata watendakazi wa mifumo tumejenga pale. Nasema uongozi, organization na mifumo. Hii ndio inawapa jeuri. Sasa ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja. Hakuna uchaguzi kwa maana ya uliokuwa huru na wa haki mwaka huu. Haupo. Na hapa nazungumza na wazee, viongozi wa kidini, viongozi wa kijamii, wapiga kura wenzangu. Nazungumza politically speaking tu, kisiasa tu. Mwaka huu hakuna uchaguzi. Ni CCM dhidi ya vyama ambavyo CCM na mamlaka imevipanga. Kwa ni CCM inaingia kwenye uchaguzi na yenyewe. Akanitafuta mtumishi mmoja wa Mungu akasema, mimi nataka kufanya kongamano, huyu na mtumishi nampenda sana. Nataka kufanya kongamano la kuombea uchaguzi. Nikasema, umesema vizuri na Mungu wako. Kuna uchaguzi. CCM na ACT hao ni kitu kimoja. CCM na Chauma hao ni kitu kimoja. CCM na vile vyama 13 ni kitu kimoja. Kwa unaomba Mungu uchaguzi gani? Imeeleza kunapokuwa kuna mabishano watu hupiga kura kuondoa ubishi. Sasa mimi nikuulize swali, hapa kuna kupiga kura, mnapiga kura ili nani ashinde? Inasimama CCM yenyewe ndio iko na wale imewatengeneza project zake. Kwa nini tunataka kumfedhesha Mungu katika jambo hili? Kwa nini tuzungumze kuna uchaguzi wakati kimsingi ni kiini macho? Hakuna uchaguzi. Na mimi naambia mtu yoyote anaipenda Tanzania ataona hakuna uchaguzi mwaka huu. Haya, sasa moja kwa moja tukaangalia 85. Kura chuma hicho. 85. Sasa kwenye CCM shida yetu kubwa sisi ni kile tunachokikataa kwenye katiba, unafiki. Mnaujua ukweli na mtaki kuchukua hatua. Hii moja, mtapata laana. Mtalaanika. 2, hata mbinguni labda Mungu awahurumie sana, hamtafika. Na 3, ukilaanika laana inaanzia hapa duniani. Yes. Sasa msiwe mkashupaza shingo kwa sababu mna kitu mnapata, mshahara na posho. Tule hizi mshahara na posho tulizopewa kwa haki, tukiwatendea haki wa Tanzania. Nataka viongozi kama wakiendelea kukaa kimya, wiki ijayo mimi nitawaambia Watanzania hili ni wala mimi nimesha tune, sirudi nyuma isipokuwa mambo mawili yafanyike. Moja, mchakato wa chama upya, Mama Samia ausimamie. 2, kabla hajausimamia abomoe chama, atuwekee vizuri. Kule kwenye chama kuna wanamtandao, wanaitika kwake na wanaitika kwingine, wanaitika kwake na wanaitika kwingine. Na sijui kwa nini haoni Mama Samia. Hata watu wa idara wanajua. Hawa wanakuzingira tu hivi, wanakuzingira tu hivi. Kuna mtu mmoja hajanipa ruhusa ya kuongea mambo haya, lakini anakupenda kweli. Nimeongea naye analalamika, anakupenda, anasema unahujumiwa. Yule bwana mpaka anataka kulia, anahujumiwa mama, anahujumiwa. Mimi ndio nilikuwa namwambia, bwana kama anahujumiwa si mbona achukue hatua? Labda yeye mwenyewe anahusika. Mimi ndio nilikuwa nasema hivyo. Yeye anasema hapana, mama ni mzuri, anahujumiwa. Mimi nasema hapana, haiwezekani anahujumiwa. Mwaka wa kwanza anahujumiwa, wa pili anahujumiwa, wa tatu anahujumiwa, wa 4 anahujumiwa. Mbona hatua achukui? Na wanaomhujumu wengine wako naye humo ndani. Kila mtu anajua. Akaenda kumuona makamu wa mwenyekiti Mzee Wasira, akamsimulia, akamwambia naomba unipe miadi nikamuone mwenyekiti nimwambie habari hizi. Mzee Wasira akamgomea. Mtanisamehe sana Mzee Wasira kusema hivi. Akamwambia basi naomba unifikishie huo ujumbe. Hilo nalo akamgomea. Sasa kama mimi ni mtu mbaya kwa CCM, nimeyasema haya, mwenyekiti nenda kafanye kwenye taaluma tuna kitu kinaitwa triangulation. Kwenye utafiti, mimi pia ni mtafiti kwa taaluma.
kuna kitu tunaita triangulation, na wewe una vyombo vyote, fanya triangulation. Kama hichi ninachokuambia ni uongo. Niishie hapo. Na washukuru wote mliofuatia, mmechukua muda wenu mwingi, asanteni. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Wa Tanzania, Mwalimu Nyerere aliwaambia akiwa kitandani, shikeni maneno hayo, ipendeni Tanzania kama mnavyowapenda mama zenu. Msipokuwa macho na Tanzania, wahuni Sasa tukaangalie namba 84. Kura chuma hicho. P4. Leo nasema kwa ufupi tu, nafahamu jana tarehe 5 mmepokea mtandaoni barua kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Wala msiwe na wasiwasi. Msiwe na wasiwasi kabisa. Nilipofanya uamuzi wa kujiuzuru nilifahamu tafsiri yake. Ukiwa kiongozi na mtumishi unafahamu sheria zinazoongoza dhamana yako, sheria ya utumishi wa umma, sheria ya usalama wa taifa, kanuni zetu za utumishi wa nje. Kwa wala msiwe na wasiwasi. Mimi nilijua hivi mapema kabisa, na ili kuwadhihirishia kwamba nilijua, nilifanya makusudi kujiuzuru tarehe 13, kwa sababu serikalini hata maandalizi ya mishahara, kupeleka mishahara kwa ajili ya mwezi husika yanakuwa bado. Kwa hiyo nilifanya hivyo makusudi kwamba nitakapoamua kutoka na kusema, kwa sababu nitakuwa ninakosoa uongozi wa serikali ambao mimi nimejinasibu, sikubaliani nao, nisingependa hata mshahara kutoka kwenye serikali hii ni upokee katika mwezi ambao nitakuwa nimekosoa serikali. Kwa hiyo ingekuwa nafanya kwa hila, ningesubiri mpaka mwisho wa mwezi niwe nimelipwa mshahara, nimelipwa na posho, ndio nijiuzuru. Lakini nilisema hapana, siwezi kumkosoa rais na uongozi wake na hata kule kwenye Chama cha Mapinduzi na nikapokea mshahara katika mwezi huu ambao nimefanya kitendo hiki. Muwe na amani. Hiyo ilikuwa tarehe 5 jana. Leo ni tarehe 6. Mungu akipenda saa 2 usiku mjiandae kwa kila mbinu, kwa kila aina ya uwezo mnaofahamu. Nitazungumza nani mambo kadhaa. 1 ni mustakabali wa mbele. 2 nitamjibu mwana CCM mmoja ambaye alinisema juzi kupitia vyombo vya habari, yule aliyesema mimi mvamizi. Nitafafanua vizuri sana, na kwa kumjibu yeye nitagusa watu wengine kadhaa. Kwa niombe tu mjiandae, wale watakaoguswa muwe na moyo na roho wa uhimilivu na ustahimilivu. Ni uhuru wa maoni kama ambavyo yeye amesema. Vijana wanasema kama alivyonipiga spana, na mimi nitaweka kidogo kiasi fulani ili umma ujue ukweli kwamba mtandao wa kihuni uko kwenye nchi yetu na si afya kwa nchi yetu. Kwa tukutane leo Jumatano tarehe 6 saa 2 kamili usiku. Wakati wote tumesharudi nyumbani nitasema. Aya, sasa tukaangalie 83. Kura chuma hicho. 83. Huyo ndo anasema ana uhalali wa kusema, amejitokeza kusema kwa sababu yeye ndio mwanamtandao mwandamizi na mwezeshaji. Sasa kaona haka kajamaa kanakuja kubagaza wanamtandao, na wanamtandao wenyewe wanachelewa kutoka, na mimi nataka mtoke. Kila atakayetoka nitagonga spana za kukuhusu mwenyewe. Kila atakayetoka mimi full nondo nazo. Kwa sababu kama kuna madocument mliwahi kupoteza, mlipoteza madocuments pale kwenye Chama cha Mapinduzi, lile faili kubwa lililokuwa la muhusu yule mwingine ndio lile walilipoteza. Lakini mimi access nilikuwa nayo, najua niko nayo hapa, nakumbuka. Kwa nasubiri mwana mtandao akijitokeza tu, niko na wewe. Kwa maslahi ya CCM niko na wewe. Zungumza na watu wa CCM ofisini kule, watumishi wote wanalia, wote wanalia. Zungumza na watu kule wana watumishi posho zao, wote wanalia. Nani sababu ya mambo haya? Unakuja hapa, juzi nasoma mtandaoni tu hapa, hata nchi jirani huko kasha kwenda kajichomeka kwenye mifumo ya kodi,
Anasema mimi natakiwa nisilipe kodi. Wamepeleka mpaka mchakato umefika ngazi ya bunge. Yaani sisi tumekuwa tena taifa la kuzalisha watu waliokosa uadilifu kabisa. What kind of people ni hawa? Haiwezekani. Kwa hiyo nitaka niseme huyu bwana mimi namsikitikia, kwa sababu unajua kuna watu kwenye nchi hii wakiendelea kushupaza shingo, sehemu wanastahili kuwepo ni gerezani. Kuna watu kwenye nchi hii wakiendelea kushupaza shingo, sehemu wanaistahili kuwepo ni gerezani. Na hapa ndugu yetu John Pombe Joseph Magufuli kitu kimoja hakukifanya sawa sawa, ni kuamini hawa watu wanaweza kubadilika. Ni kuamini hawa watu wanaweza kufanya nini? Kubadilika. Akafanya kazi nzuri sana ya maendeleo kwa watu, ni record. Lakini akaona hawa wengine akaacha. Ndio nasema nilipoulizwa udhaifu ni kuacha wahuni wakabaki mpaka leo. Ona tulipofika. Sasa nikusogezee kamera nikupeleke kwenye namba 82. Kula chuma hicho. 82. Bwana wewe sikiliza. Hii kula hela za watu bure alafu matokeo hakuna, hata Mungu anaweza kuniuliza pole kweli umefika mbinguni, lakini na swali dogo. So kule duniani wewe ulivyokuona matokeo hakuna, ulichukua hatua gani? Sema baba mimi nilikuwa nawaambia sawa, kwa sababu zile hela walikuwa natoa watu kwa tabu. Kwa hiyo ulichukua hatua gani wewe? Baba basi ukishaona Mungu kafanya mkono wa kushoto hivi, pita kule ni motoni. Na ndugu zangu, mimi napenda kwenda mbinguni. Kwa kama kuna kitu kinaweza kikazuia safari yangu ya kwenda mbinguni, nitahakikisha ya kwamba ninaondoa kikwazo hicho. Haya wane, usikose sehemu ya pili ya video 100 za Humphrey Polepole zilizotikisa zaidi. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media. Asanteni sana ndugu watazamaji.